Jina langu naitwa Penina Ezekieli. Ni mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino manispaa ya Shinyanga. Nimepata taarifa ya kusikitisha kwa ndugu yangu, jamaa yangu, ndugu Wande Mbiti Kulwa, kwa kupoteza maisha kwa mazingira ya kutatanisha akiwa ndani. Ndugu yetu amefariki bila kujua kwamba amefariki kwa ugonjwa au amefariki kwa tatizo gani. Ila nilichokiona mimi, ndugu yangu alifanywa ukatili wa ubakaji na kunyongwa, kwa sababu nguo zake za ndani zilikuwa pembeni ya kitanda. Pia ulimi wake alikuwa ameung'ata, alafu amelala utupu, hajavaa nguo. Mwili wake umevimba na umeharibika sana. Hivyo naiomba serikali ile kututetea sisi watu wenye ualbino, hasa ifikapo wakati wa uchaguzi. Pia serikali za mtaa ziendelee kuwa na uongozi kufuatilia kuhusu watu wenye ualbino na watu wenye ulemavu kwa ujumla, kuhusu mitaa, kwamba mtaa wako una watu wangapi wenye ulemavu. Pia mimi naiomba serikali iendelee kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio la ndugu yetu Wande Mbiti Kulwa aliyefariki ndani ya nyumba na pia akafungiwa kufuli kwa nje. Pia naiomba serikali iendelee kutushika mkono kuhusu kujengelea lile kaburi la ndugu yetu ili viungo vyake visije vikapotea. Natoa wito kwa mheshimiwa mbunge aliyekuja kutembelea msiba huu, kuongea na ndugu jamaa na marafiki, waendelee kutushika mkono kuhusu tukio hili. Pia waendelee kuweka ulinzi kuhusu kwa wananchi wenye ulemavu. Kwa majina naitwa Livingstone Saria, ni kaimu mtendaji wa kata ya Kizumbi. Jana majira ya saa 5 nilipokea simu kutoka kwa afisa kilimo akinijulisha kuna tukio limetokea kitongoji cha Busarala, kijiji cha Neregani. Nikawasiliana na mwenyekiti wa kitongoji, akaniambia ipo, lakini tumeongea na polisi atuambia tutujihusishe kwanza. Na mimi kama nimetoka sasa kwa kanisani, nikabidi nichomoke nije hapa. Nilipofika hapa nikakuta wameshafanya taratibu wa kutoboa sehemu kuona kama kuna kitu gani. Katika kuangalia na mimi nikaona kuna mwili kwa kitanda, lakini naona sehemu ya mguu. Lakini mwili tuliuzika majira ya saa 2 usiku. Na kwa hiyo taratibu za polisi zinaendelea kama unavyoona, jana walikuwa wanaendelea. Na sisi tumekuja hapa tuone nini kinaendelea, sababu wananchi walikuwa na shauku. Lakini tukamwambia msio na wasiwasi, serikali ipo na itaendelea kufanya uchunguzi na majibu mtayapata. Lakini pia nitoa wito kwa jamii tuwe na tabia ya kutembeleana hata majirani, kujuliana hali kila wakati. Kwa sababu katika taarifa za awali nasema huyu dada alifariki nadhani siku 5 au 6 zilizopita. Kwa hiyo mpaka jana uligunduliwa jana baada ya kuanza kutoa harufu mbaya, na wale ugundua ni wa chuma mbovu, sababu hapa kuna aina ya msusa kwa chuma. Wakasikia harufu ndio kaanza kuwasiliana na watu kwamba kuna kitu kiko kwenye ile nyumba. Kwa hiyo tungekuwa tunatembeleana na kuwasiliana tungefahamu. Mimi naitwa Mbiti Kulwa. Alafu huyu mtoto wangu Wande Mbiti Kulwa. Mimi tatizo haya nilipata saa 7 ya mchana. Ndio nikakuja kufika hapa, nikakuta yumo ndani ana siku kama 2-3 hivi. Kwa jina naitwa Rehema Doto Kimazi, naishi kijiji cha Masengwa. Marehemu alikuwa mtoto wangu mdogo, mimi ni mama yake mdogo. Alikuwa na miaka 38, alikuwa na watoto 3. Taarifa zilinipata muda wa saa 8 kwa tukio hili nilivyolipata. Kwa majina naitwa Arnold Makombe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi la Shinyanga mjini. Kwa kweli binafsi nimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa. Kwa hela yangu tu ni kwamba hebu basi kama kuna watu ambao wanafanya vitendo hivi, tunaomba kwa kweli popote pale walipo waache mara moja, kwa sababu kukatisha uhai wa mtu sio jambo zuri. Amefariki dunia, lakini kuaga dunia kwake amekuwa ndani kwenye kitanda, amejifunika kanga na neti imeshushwa. Lakini linalotisha zaidi ni kwamba nje kuna komeo tena ambalo mtu aliye ndani si rahisi kujifungia tena, na eneo hilo akiwa peke yake. Kwa hiyo tayari linaanza kuleta mashaka ya namna ambavyo limefanywa. Lakini kwa taarifa nilizonazo kutoka kwa mganga wetu
wa hapa ambaye alikuja kufanya uchunguzi wa kitabibu, walibaini kwamba hakuna kiungo chochote kilichoguswa. Lakini pili, kuangalia namna ambavyo kwa utaalamu huo wa kitabibu kama kulikuwa kuna viashiria vyovyote vya kifo hicho kuwa suspicious, kwa maana ya kuwa na mkono wa mtu. Sasa havikuonekana kwa haraka, labda pengine kwa sababu pia mwili huo umechukua kitaalamu wanavyosema ni ndani ya siku 4 au 5 kwa jinsi mwili ulivyokuwa umeharibika. Kwa hiyo bado ni mambo yayo ambayo ni subject kwenye uchunguzi, pamoja na hilo nyingine ambalo ni la kiintelijensia zaidi. Kwa hiyo kwa sababu vyombo vimeshaanza kufanya kazi yake, turuhusu vyombo vifanye kazi yake. Si vema sana kama sisi jamii tukianza kuhukumu au kusema jambo tusipokuwa na uhakika wa jinsi lilivyotendeka au ushahidi. Kwa hiyo kwa kuwa vyombo vinafanya kazi hiyo, niombe jamii tuendelee kuwa na utulivu, na kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Nimeongea na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu Ridhiwani Kikwete, anawapeni pole sana. Na kwa kweli itakapobainika vinginevyo, kama kuna sura yoyote ya ujinai, hatutasita kuchukua hatua kali sana, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa maagizo mahususi mengi ya kusimamia haki za Watanzania wote, na kwa uchungu mkubwa kusimamia haki na kuhakikisha ustawi kwa jamii ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo hatutakubali hata kidogo tuchezewe. Na sasa hivi tunaelekea kwenye mambo ya uchaguzi, huwa kuna hisia nyingi zinatokea hapa. Lamri chonganishi kwa waganga huko na nini. Mimi niwaambie tu na kuwasihi Watanzania wote kwa ujumla kupitia tukio hili, kama kuna watu wanadhani kwamba wanaweza kupata chochote, iwe ni uongozi au mali, kupitia namna yoyote ile ya kiganga na kupelekea kupoteza maisha ya mtu, kujeruhi mtu au kumtia ulema, au kufanya kitu chochote kinachohusisha na kiungo cha mwanadamu, tutachukua sheria kali sana, na tutachukua hatua hizo kuhakikisha watu hawa wanafikishwa mahakamani na maamuzi makali yanafanyika, kwa sababu tutakuwa pia pasina shaka tumejiridhisha kwamba ndio waliotenda hivyo. Tunajitahidi sana kuweza kudhibiti madhara kabla ya matukio mabaya kutokea. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, Mheshimiwa Rais alishaagiza, na hivyo tunasisitiza ofisi ya Waziri Mkuu maelekezo ya utekelezaji na ufuatiliaji wa masuala ya mauaji dhidi ya watu wenye albinism, kwa maana albino, lakini pia watu wengine wowote ambao vifo vyao vitasababishwa na mwanadamu isivyo halali na kuwa jinai, tunachukua hatua kali. Lakini tumeshaanza utaratibu wa kufanya uchunguzi nchi nzima na upelelezi wa kujua watu wale wanaohusiana na siasa au wanaojihusisha na masuala yoyote yale, iwe uchimbaji wa madini na wale wanaopiga lamri chonganishi. Tumeshaanza utaratibu huo. Mtazidi kuona kwamba wanafikishwa mahakamani na kuchukuliwa hatua kali. Kwa hakuna nafasi ya kufanya jinai katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa.